Akizungumza na wadau mbalimbali katika uzinduzi huo wa mradi uko katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Wete, mkuu wa mkoa huyo mgeni Khatibu Yahya amesema usafi ni jambo muhimu katika maisha ya jamii, hivyo ameiasa jamii kuendelea kudumisha usafi ili kuepuka maradhi nyemelezi yanayoweza kujitokeza, huku akiwataka masheha kushirikiana na wahudumu wa afya ngazi ya jamii ili kuleta mabadiliko chanya katika mradi huo. Kama tunapotambua usafi wa mazingira ni msingi muhimu wa afya ya jamii, jamii inayozingatia usafi kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ya mlipuko kama vile kipindupindu, kuhara, homa ya matumbo na magonjwa mengine yanayosababishwa na mazingira machafu. Nimejulishwa kuwa mradi huu utajengwa miundombinu ya vyoo na maji katika skuli za awali ya Tutu. Nimeridhishwa na jambo hilo, kwani watoto wadogo wanahitaji miundombinu bora na vifaa vinavyotengenezwa kwa kuzingatia mahitaji yao. Ni muhimu kutambua kuwa maendeleo ya afya na lishe hayawezi kupatikana bila ushirikiano wa jamii. Masheha mliopo leo hapa mpo kwa kuziwakilisha jamii zenu. Sio muda tena wa kukaa. Mradi tumeambiwa una pesa nyingi sana. Mradi huu ili uweze kufikia mafanikio lazima Mheshimiwa masheha pamoja na wajumbe wenu msimame kufikia kila mmoja. Nawaomba Mheshimiwa masheha mshirikiane nao hao. Mapema mkurugenzi kinga elimu ya afya Zanzibar Dr. Salem Nasir Salim amewataka akina mama kuzingatia siku 1000 kwa mtoto ili kupata kizazi kilicho bora na taifa aliloimara. Mama alikuwa hana siha hawezi kuzaa mtoto aliyemsiha. Kwa hivyo tunaelekeza sana kwa akina mama na tunaomba sana kila mtoto ambaye amezaliwa basi apewe mazingira na nafasi ya kufikia malengo yake, kwa sababu bila hayo sasa tutakuwa tunabora watu kuliko watu bora. Nakusudia kwamba tukiwa watu milioni 2 basi asilimia kubwa ya watu waweze kurudisha na kufanya kazi ili kuendeleza nchi yetu. Kwa upande wao washiriki wa uzinduzi huo, mwakilishi kutoka UNICEF Particial pamoja na mwakilishi kutoka Japan Jin Hashmin wamesema we have the majority of kids of young children in Zanzibar and in Pemba who are still lacking the diversified food for their health and nutrition. Japanese family. The government of Japan is committed to addressing social challenges by leveraging Japanese technology, innovation, and expertise. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.